Bwana Yesu asifiwe. Basi leo tunaendelea na mwendelezo wa kitabu cha Mwanzo sura ya 42, mstari ule wa kwanza mpaka wa mwisho, na tumesoma tena 43, 44 na 45. Katika hizi chapter 4 tulizozisoma zinazungumzia kuhusu habari ya Yusufu na ndugu zake. Tumeona kwamba katika kitabu hiki baba yao Yakobo alikuwa na watoto 12. Mmoja ndio huyo ambaye Yusufu kama kinara wa hii habari, ambaye walimuuza kwa Wamidiani na Wamidiani wakamuuza kwenye nyumba ya Potifa na akawa mtumwa huko, na stori yake tunaifahamu mpaka anakuja kuwa waziri mkuu katika nchi ya ugeni. Tunakumbuka Yusufu alipata watoto wawili katika nchi ya Misri. Wa kwanza alikuwa anaitwa Manase na wa pili alikuwa anaitwa Efraim. Lakini kwa kuwa Yusufu alikuwa ni mtoto katika familia ya Yakobo, na Mungu alikuwa na kusudi naye ili aje kuwasaidia nduguze baadaye. Kwa sababu hiyo aliweza kupitia kila aina ya maisha na hekaheka mbalimbali katika kuhakikisha lile kusudi linatimia. Ni kweli walimuuza Yusufu katika nchi ya ugeni, wakijua kwamba wamemmaliza, wakijua kwamba ndio mwisho wa Yusufu, kwa sababu walikuwa wanamuona kwamba zile ndoto alizokuwa anaziota zilikuwa zinaonesha kwamba yeye atakuja kuwa mtu mkuu katika familia. Kwa hiyo wale ndugu zake 10 wote walikuwa against na yeye, kwa sababu walikuwa wanaona kwamba huyu bwana mdogo, mbona kama anataka kuja kututawala. Kwa ina maana kwamba Yusufu alikuwa ni mtoto wa 11 na Benjamin alikuwa ni last born wa mzee Yakobo. Kwa hiyo Benjamin alikuwa anafuatana na nani? Na Yusufu. Na Yusufu alimpenda sana mdogo wake. Hapa tunajifunza juu ya kupendana, kumpenda mdogo wako, kumchukulia mdogo wako kwa upendo. Ndio maana walipotumwa wale watoto 10 kwenda katika nchi ya Misri kwenda kununua mazao kwa sababu ya njaa, basi walipofika kule walikutana na Yusufu, na Yusufu akapata nafasi ya kuwaona ndugu zake 10 baada ya miaka mingi kupita. Yusufu alipowaona ndugu zake aliwatambua, lakini wao hawakumtambua. Why hawakumtambua? Kwa sababu inaonekana pengine Yusufu, kwa sababu ameshakaa katika hali ya maisha mazuri, yuko katika nyumba ya mfalme, amebadilika. Sio yule Yusufu ambaye alienda kama mtumwa. Maisha yalibadilika. Sasa ni top official katika nchi nyingine, na hao wamekuja na shida zao, wamepauka, wamekondeana, wana shida. Kwa ikawa yeye rahisi kuwarecognize ndugu zake kuliko ndugu zake kumrecognize yeye. Alipowaona ndugu zake alifurahi, kwa sababu ni sura 4, najaribu kuzifupisha ili tuweze kwenda haraka. Kwa hiyo alifurahi, lakini sasa akawa anatafuta namna bora ya kuwafanya ndugu zake waweze kumjua kwamba huyu ni ndugu yetu. Lakini asingeweza tu kuwaambia kwamba jamani, mimi ndio Yusufu, lakini matendo yake yalidhihirisha kwamba alikuwa anatafuta namna njema ya kuwafanya wajue kwamba huyu ni ndugu yetu. Tunaona mara ya kwanza walikuja na fedha ili wanunue mazao, lakini fikiria unaenda kununua chakula, unarudishiwa ile pesa uliolipa. Wao hawakujua kwamba ule ulikuwa ni mtego. Walivyonunua nafaka katika magunia yao, walirudishiwa zile fedha zao. Walipofika huko wakakuta kwamba wamepata magunia na kila mmoja ana fedha yake katika gunia lake. Wakajiuliza maswali mengi sana. Lakini pia tunaona kwamba Yusufu
kwa kuwa alikuwa amepata fursa ya kuwaona ndugu zake wale 10, akawa na shauku ya kutaka kujua habari ya yule mdogo wake anayemfuata, yule wa mwisho ambaye ni Benjamin. Lakini pia akawa anataka sana kujua habari baba anaendeleaje, kwa sababu asingekuwa na nafasi ya kutuma mtu aende katika nchi ya Kanani kumwangalia baba. Zamani hakukuwa na simu, kwa hiyo ilikuwa ni safari ya kupanda farasi au punda kwenda na kurudi. Kwa hiyo ukitaka kumjulia hali mtu unatakiwa wewe ndio uende. Sio sasa hivi tunapiga tu simu, halo jamani, hamjambo, mnaendeleaje, naomba namba yake nimpigie. Hayo mambo hayakuwepo. Kwa hiyo ilihitajika mtu asafiri. Sasa kwa kuwa alikuwa wale ndugu 10 amewaona, alifarijika kwanza kuwaona ndugu zake wote 10. Sasa kimbembe kabaki kwamba ajue kwamba je, baba bado yuko hai, kwa sababu ule mzee alikuwa ni mzee sana. Lakini pia alikuwa anasema kwamba sijamuona mdogo wangu Benjamin, nitamuonaje? Yaani nitafanyaje ili niweze kumuona mdogo wangu? Ndo akawapa mtego, na ule mtego aliufanya makusudi ili Benjamin naye aweze kuja amuone. Kwa hiyo ndio Simeoni akaambiwa kwamba tulipoenda katika ile nchi kule, yule bwana mkubwa wa kule ametuambia tutakapoenda turudi na nani? Na Benjamin. Lakini yule wakamwambia kwamba bwana, baba tukimuondolea Benjamin na yeye anaweza akafariki, kwa sababu ndio pekee ambaye amebaki mdogo anayempenda baada ya ndugu yake kuwa amefariki. Wasijue kwamba huyo ndugu yake ndiye nani? Yusufu. Kwa hiyo tumesoma katika hii habari tukaona jinsi ambavyo mpaka walivyofanya namna mpaka baba akakubali kumlilizi Benjamin na yeye aende Misri ili aweze kuonana na nani? Na Yusufu. Lakini ilitokea hivyo kwa sababu kuna vitu walibidi wavifanye ili kulainisha moyo wa baba yao, kuruhusu Benjamin naye aende kule, kwa sababu alikuwa ni mdogo. Tunaona kwamba walisema kwamba ilitakiwa abaki mtu kama dhamana ili atakapokuja huyu ndo aachiwe. Nani alibaki kama dhamana? Kwa hiyo Yusufu akaandaa sherehe, akaandaa tafrija ya alipowaona ndugu zake. Ndio maana akatoka chumbani, akatoka sehemu, akaenda akalia kwa sababu ya ule uchungu. Amefanikiwa, alikuwa katika nchi ya ugeni, yani sawasawa na mtu aepotelee Marekani, baadaye mwende Marekani mumuone ndugu yenu, kumbe kule ni makamu wa rais wa Marekani, na nyinyi mlikuwa mko wapi? Tanzania. Ndugu yenu akaanza kujisikia uchungu, lakini alikuwa anatokwa na machozi ya furaha. Maana yangu ilikuwa ni kwamba watoto tunapokuwa tunawalea au kama hivi tunapokuwa tunaishi na ninyi, mnatakiwa kujiona kwamba ninyi ni ndugu wa familia moja. Hampaswi kufurahia jambo baya linapompata mwenzako, iwe ni mwiko. Habari ya Yusufu imebeba habari na mafundisho mengi, kwamba inatupasa sisi kama watoto kujaliana, kushikamana, na sio kila mmoja kumwazia mabaya mwenzake. Fikiria mtu alitaka kumuua mdogo wake, mwingine akasema hapana, bora kuliko kumuua bora tumuuze, akafie mbele huko, akawe mtumwa huko. Kumbe Mungu amekuandalia nafasi. Kwa ina maana kuna wakati unaweza ukapitia nyakati ngumu, hata ndugu zako wakakutenga, wakakukataa. Na hii tumeiona sana baada ya watu, kipindi kile cha watu ambapo walikuwa wokovu kabla hujafika sana kwenye manyumba, katika nyumba nyingi ilikuwa ikionekana mtu anajitangaza kwa ndugu zake kama ameokoka, alikuwa anatengwa.
na ndugu, mpaka wengine wanasema msiende kwenye nyumba ya fulani kwa sababu ameikana imani ya wazee wetu, ameamua kuokoka na kuingia kwenye lidini jipya. Lakini tunaona kwamba wale ambao walikuwa wametengwa na ndugu zao, ilikuwa inawapa kama positive motivation ya kuendelea kudumu. Na hii inafundisha kwamba ujapokataliwa na watu, watakapokuona hawauoni umuhimu wako, wewe endelea kumtumaini nani? Mungu. Endelea kuweka matumaini na matarajio yako kwa nani? Kwa Mungu, kwa sababu Mungu anakuwa na mpango mzuri wa maisha yako. Bwana asifiwe. Wanadamu wanaweza kukukataa kama walivyomkataa Yusufu. Kumbe Mungu amekuandalia kuja kuwa mtu mkubwa. Unapoona unatenda haki, unafanya iliyo haki, unajitahidi kwa nguvu zako zote, lakini wenzako hawaoni kama unafanya, basi wewe endelea kumtumainia Mungu, kwa sababu Mungu ana mpango wa kuja kukuheshimisha baadaye. Bwana apewe sifa. Lakini somo lingine ni kwamba haupaswi kuwalipa watu mabaya, bali unapaswa kuwalipa watu mema. Yusufu alikuwa kwenye position ya kutaka sasa kujionesha, si mliniuza nyinyi si ndio mlitaka mimi niende nife, nyinyi si ndio, wewe tena, wewe kidomodomo Ruben, wewe ndio ulikuwa unamshauri sana si fulani, tena wewe Simeon na Yuda, wewe sasa ndio nawaoneshea sasa, si mmekuja kwenye nchi yangu, mimi si ndio liwali, mimi si ndio boss, sasa mtaona. Lakini Yusufu aliwasamehe ndugu zake, tena akawafungashia na mazawadi kede, wakawanunulia akawanunulia mpaka nguo mpya, na mwingine akapewa mpaka hela. Nani alipewa hela? Benjamin alipewa shilingi ngapi? 300, na akapewa mavazi 5, kwa sababu alikuwa niye mdogo. Hii inatufundisha kwamba yatupasa kupendana na kuchukuliana katika maisha. Unayemdhalau leo, huwezi kujua kesho atakuwa nani. Ni ya heri kuweka akiba ya maneno. Wanadamu wanapenda sana kumkatia mtu tamaa, lakini sisi tunawafundisha usije ukamkatia mtu tamaa. Hata yule wa mwisho anaweza kuwa wa kwanza, na yule wa kwanza anaweza kuwa wa mwisho. Bwana apewe sifa. Basi mara baada ya kusema hivyo, naomba nimkaribishe mama kama atakuwa na jambo, na yeyote mwenye mchango katika hii habari tulioisoma amejifunza nini, basi karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi nashukuru kwa habari nzuri leo ya Yusufu, na kwa kweli mimi cha kwanza nilichojifunza kutoka kwa Yusufu ni namna ambavyo upendo wake ulizidi maumivu. Yaani kweli ingekuwa ni mtu kwa wema. Kwa hiyo kwa kweli katika hilo mimi najifunza ule msamaha wa hali ya juu. Maana fikiria mtu ambaye alikuwa anataka kukuua, yaani aliyekusudia kabisa, maana wale hawakutaka tu kuishia, walikusudia kabisa kumuua. Kwa hiyo kwa kweli kwenye mazingira ya kawaida wale waliokusudia, na unawaona kwa sababu alikuwa mkubwa Yusufu by the time wakati wanamuuza, walipomtupa kwenye shimo wakamwacha pale, baadaye wakamrudia. Kwa hiyo alikuwa anawaona, inawezekana aliwaona kabisa nani na nani walisema, lakini hakuna mtu alimnyoshea kidole kwamba wewe ulifanya hivi, wewe ulitaka kufanya. Hapana, lakini wote aliwatreat vizuri. Kwa hiyo kwangu nilichojifunza kikubwa ni ule moyo ule wa msamaha, upendo unapozidi. Biblia inasema upendo hustiri wingi wa dhambi, upendo hustiri makosa.
Kwa hiyo upendo wake ulikuwa mkuu, akasahau, yani